Kwanza muktasari wa habari za dunia na Victor Kenani akiwa Nairobi. Shukran Martha. Iran imeapa kufunga kabisa mlango wa bahari wa Hormuz ikiwa Marekani itatekeleza vitisho vya Rais Donald Trump vya kulenga mitambo yake ya kuzalisha umeme. Viongozi wa juu wa kijeshi wa Iran pia wamesema miundombinu ya nishati na mafuta pamoja na vituo vya teknolojia na mitambo ya kusafisha maji ya chumvi katika eneo hilo vitachukuliwa mara moja kama malengo halali ya kushambuliwa. Juzi Jumamosi, Rais Trump alitishia kuangamiza mitambo ya umeme ya Iran iwapo Tehran haitafungua tena mlango wa Hormuz ndani ya saa 48. Iran imeweka kile kinachoonekana kama zuio la usafiri tangu Marekani na Israel zilipoanzisha vita vilivyoruhusu meli chache tu kupita katika njia hiyo ambayo kwa kawaida hubeba takriban 1/5 ya usambazaji wa mafuta yote duniani. Waziri wa ulinzi wa Israel ametangaza kwamba wanaongeza operesheni yao ya kijeshi ardhini nchini Lebanon. Israel Katz ameonya kuwa kutakuwa na operesheni ya muda mrefu dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran baada ya kusema yeye pamoja na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu waliamuru uharibifu wa vivuko vyote juu ya mto Litani. Bwana Katz amesema hatua hiyo inalenga kuzuia harakati za wapiganaji wa Hezbollah na silaha kusini mwa mto huo kuelekea Israel. Pia alielekeza jeshi kubomoa nyumba zote katika baadhi ya vijiji vya mpakani kama ilivyofanyika huko Gaza. Polisi kusini mwa Nigeria wamesema wamewakamata watu 15 baada ya picha jongevu kusambaa mtandaoni zikiwaonyesha wanawake wakidhulumiwa kingono wakati wa sherehe ya kijamii katika jimbo la Delta. Esther Luambano na maelezo zaidi. Picha hizo zinazodhaniwa kurekodiwa kwenye sherehe za tamasha za Aluodo katika mji wa Uzoro zinaonyesha makundi ya vijana wakiwakimbiza, kuwavua nguo na kuwashikashika wanawake hadharani bila ridhaa yao katika baadhi ya matukio, huku mashuhuda wakipiga picha au kushangilia. Video hizo zilisababisha hasira kubwa kitaifa. Polisi wa Nigeria wanasema watuhumiwa wasiopungua 15 sasa wanachunguzwa. Viongozi wa kijamii wamesema baadhi ya vijana wamekosea tafsiri na kutumia vibaya mazoea ya sherehe hiyo ya kitamaduni. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi inajaribu kutumia hali nzuri zaidi ya hewa kuongeza mashambulizi katika mstari wa mbele wa mapigano, lakini Ukraine inaipatia hasara kubwa. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Zelensky amesema zaidi ya wanajeshi 8,000 wa Urusi wameuawa au kujeruhiwa vibaya katika siku 7 zilizopita. Amesema vikosi vya Urusi vinavyojaribu kusonga mbele katika maeneo ya Sumi na Kharkiv vinaangamizwa. Urusi imedai kuteka vijiji kadhaa katika maeneo ya mpakani mwa mkoa wa Sumi katika miezi ya hivi karibuni. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenani akiwa Nairobi. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM na Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma Kenya na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Iran imeapa kufunga kabisa mlango wa bahari wa Hormuz ikiwa Marekani itatekeleza vitisho vya Rais Donald Trump vya kulenga mitambo yake ya kuzalisha umeme. Msemaji wa jeshi la Iran Ebrahim Zulfaghari amesema miundombinu ya nishati na mafuta pamoja na vituo vya teknolojia na mitambo ya kusafisha maji ya chumvi katika eneo hilo vitachukuliwa mara moja kama malengo halali ya kushambuliwa. Mitambo ya kuzalisha umeme katika nchi za kanda zinazohifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani itachukuliwa kuwa malengo halali. Kila kitu kimeandaliwa kwa mapambano makubwa yanayolenga uharibifu kamili wa maslahi yote ya kiuchumi ya Marekani katika Asia Magharibi. Hatukuanza vita na hatutakuwa kuvianzisha sasa. Hata hivyo, ikiwa adui ataharibu mitambo yetu ya umeme, tutachukua hatua zozote zinazohitajika kulinda nchi yetu na maslahi ya watu wetu. Mapema mwishoni mwa juma, Donald Trump alitishia kuangamiza kabisa mitambo ya umeme ya Iran iwapo mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa tena ndani ya saa 48. Muda huo sasa unaelekea kukamilika. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameilaumu Iran kwa mashambulizi na kutaka uungwaji mkono wa mataifa mengine.
What more proof do you need? Ni ushahidi gani zaidi unaohitaji kwamba utawala huu unaotishia dunia nzima unapaswa kusimamishwa? Israeli na Marekani wanafanya kazi pamoja kwa ajili ya dunia nzima. Na sasa ni wakati wa kuona viongozi wa nchi nyingine wakijiunga nao. Leaders of the rest of the countries join up. Takriban 20% ya mafuta yote ya dunia na gesi asilia iliyo katika mfumo wa kimiminika hupitia kwa kawaida katika mlango wa bahari huo, huku mafuta yakitoka si Iran pekee bali pia kutoka nchi nyingine za Ghuba kama Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu. Bei ya mafuta duniani imepanda kwa kasi kufuatia vita hivyo. Mafuta ghafi yamepanda bei hadi zaidi ya dola 100 kwa pipa, ongezeko la takriban 70% mwaka huu na takriban 50% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Na polisi kusini mwa Nigeria wanasema watu 15 sasa wamekamatwa kufuatia tuhuma za ubakaji na unyanyasaji wa kingono wakati wa tamasha la kijamii katika jimbo la Delta, baada ya video za kutisha kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha wanawake wakishambuliwa hadharani. Esther Luambano na maelezo zaidi. Video hizo zinazoaminika kurekodiwa wakati wa tamasha la Aludo huko Ozoro katika eneo la serikali ya mtaa la Isoko North zinaonyesha makundi ya vijana wa kiume wakiwafukuza wanawake, kuwavua nguo, kuwashika kimwili kwa njia isiyofaa na kuwashambulia katika maeneo ya umma, wakati mwingine huku watazamaji wakirekodi au kushangilia. Video hizo zilisababisha hasira kubwa kitaifa, zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii na kuibua tena wito wa uwajibikaji kuhusu ukatili wa kijinsia. Kamandi ya polisi ya jimbo la Delta ilielezea matukio hayo kuwa ya kutisha, ya kuchukiza na ya aibu, ikithibitisha kuwa washukiwa waliotambuliwa kwenye video wamekamatwa na kuhamishiwa idara ya upelelezi wa jinai ya jimbo hilo. Miongoni mwa waliokamatwa ni kiongozi wa jamii anayedaiwa kutajwa katika ripoti nyingi kama mratibu aliyehusishwa na tukio hilo. Polisi wanasema uchunguzi bado unaendelea na matokeo bado hayajatolewa. Tukio hilo limezalisha simulizi kinzani, huku baadhi ya mashuhuda, wanaharakati na wakazi wanadai kuwa wanawake walipewa onyo la kubaki ndani wakati wa sehemu za tamasha na kwamba waliokutwa nje walilengwa makusudi, jambo linalozua wasiwasi kuwa ukatili wa kingono uliandaliwa au kuvumiliwa kwa kisingizio cha utamaduni. Makundi ya haki za binadamu yanasema kuwa hata kama tafsiri ya kisheria ya ubakaji inabishaniwa, vitendo vilivyorekodiwa ikiwemo kuvuliwa nguo kwa nguvu, kushikwa kimwili na kudhalilishwa hadharani vinajumuisha ukatili mkubwa wa kijinsia chini ya sheria za Nigeria. Hata hivyo, mfalme wa ufalme wa Ozoro amekanusha vikali madai kwamba tamasha hilo linahamasisha au kuruhusu unyanyasaji wa kingono. Alielezea Aludo kama sherehe ya kitamaduni inayohusiana na uzazi, akisema vitendo hivyo vilitafsiriwa vibaya na kutumiwa vibaya na baadhi ya vijana. Viongozi wa jamii wanasisitiza kuwa hakuna ubakaji uliorekodiwa, wakidai badala yake kuwa wanawake wawili walinyanyaswa na kusisitiza kuwa tabia hiyo ni ya uhalifu, si ya kitamaduni. Serikali ya jimbo la Delta pia imesisitiza msimamo huo, ikisema hakuna tamasha lolote la kitamaduni linalotambuliwa katika jimbo hilo linaloruhusu unyanyasaji wa kingono na kwamba vitendo vyovyote vya ukatili vinapaswa kushughulikiwa kikamilifu kama uhalifu na si utamaduni. Wakati uchunguzi wa polisi ukiendelea, tukio hilo limekuwa kitovu cha mvutano katika mapambano mapana ya Nigeria dhidi ya ukatili wa kijinsia, hasa pale ambapo vitendo hatari hutetewa au kupingwa kwa kutumia lugha ya utamaduni. Ni Esther Luambano. Afrika iko katika hatua muhimu ya mabadiliko, huku ukuaji wa kasi wa miji ukiendelea kubadilisha miji na jamii kote barani humo. Kuanzia Aprili 8 hadi 10 mwaka huu, viongozi, watunga sera na washirika wa maendeleo watakusanyika jijini Nairobi kwa ajili ya jukwaa la pili la miji la Afrika. Victor Kenani alizungumza na Alice Wahome, waziri wa ardhi na kazi za umma, makazi na maendeleo ya miji nchini Kenya. Anaanza kwa kuelezea umuhimu wa mkutano huu. Nafikiri ni nchi nyingine na dunia nyingine ilikimbia hapo mbele na wakawa na challenge ambaye tuko nayo wakati huu kama Afrika. Na kwa sababu Afrika pale tuko pahari sasa ya kuanza kazi ya kukuza maeneo yetu yote, na kwa hivyo ni muhimu sana, na tunatarajia nchi za Afrika zitakuwa pamoja na sisi kwa sababu urbanization inaenda speed sana. Wananchi wanatafuta namna kwa maeneo letu ma cities, na ukiangalia vile hiyo movement ya migration inatendeka, ni vizuri kujitayarisha kama nchi. Na kwa hivyo hii mkutano itatupatia nafasi kuelezea nchi nyingine hapa Afrika ya kwamba sisi tumeuda safari ya kwenda Singapore
na safari yetu ya kwenda Singapore inaanza hapa kwetu Kenya, kwa sababu ukiangalia ile kazi tumewekelea maanani ya kujenga nyumba, ndio mwananchi wa kawaida awe wa kufaidika. Najua kutakuwa na makubaliano katika mkutano huu na makubaliano haya yatapelekwa kwenye mkutano wa World Forum. Yeah. Je, Afrika inataka kupeleka nini kama makubaliano? Mpango moja ni kwamba tutasimama na sauti moja kama bara la Afrika, kwa sababu urbanization, ile shida tuko nayo hapa ndio iko South Africa, ndio iko Ghana, ndio iko Morocco, pengine Egypt, wengine wametembea mbele kidogo, lakini shida ya pesa kwanza, kila mtu anatafuta pesa. Ingine ni kwamba tutaongea sauti moja tukitafuta political goodwill. Support ya viongozi wa manchi ni muhimu sana kwa kila kazi na kazi ngumu kama hii ama kazi ya muhimu kama hii. Lingine ni kwamba tungetaka kuongea na investors na lugha moja. Wasikuje kutugawanya, waseme hawa ni wa upande huu na hivi. So tungetaka kuwa na policies ambaye zinaongea pamoja na tunaitisha muungano kama Afrika. Tukienda mbele ndio tutafute namna ya kukomboa dunia yetu hapa ya Afrika kutoka kwa hii shida. Yale ambayo umeyataja ni azma nzuri sana, lakini sasa wanasema kwamba makubaliano haya ambayo unayataja mengi kuishia tu kuwa gumzo hivyo hivyo. Mmepangaje kuhusu ufuatiliaji? Je, mkutano huu utakuwa tofauti kivipi? Sisi kama Kenya tutakuwa na our own exhibition. Tuta showcase, tutaonyesha yale tumefanya. Tutapeana presentation hapa na kule World Urban Forum ya local solution ya kutafuta pesa. Si ati tumetosheka, kwa sababu kutoka kwa hii pesa tuna expect ku attract better investment na partnerships. Tutakuwa na our own agenda hapa ambaye rais na viongozi wengine wa Afrika watapeleka hiyo platform yetu hapa, na kule tutakuwa na nafasi. Tunasema tukiongea pamoja tutatafuta suluhu pamoja. Moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijage. Asante sana Martha. Ulikuwa ni mwisho wa juma wenye kaeka nyingi zikiwemo sherehe za Eid al-Fitri. Katika michezo sasa, Manchester City imefanikiwa kulitoa kombe la ligi England maarufu Carabao baada ya kuwacharaza Arsenal wenye mwenendo mzuri katika mashindano mengi. Magoli mawili ya kipindi cha pili ya Nico Oleire yalitosha kuipa City ya Pep Guardiola ubingwa wa 5 wa mashindano hayo. Taji hilo ni la 16 kwa kocha huyo Guardiola akiwa na City. Raia huyo wa Hispania aliyeonyesha bashasha kubwa akiwakumbatia wachezaji wake na mashabiki kwa furaha isiyo kifani na kufuta ndoto za Arsenal kutoa taji la kwanza tangu mwaka 2020. Mwandishi mkuu wa soka wa BBC Phil McNaught anasema Guardiola atatumaini kombe hilo litaongeza shinikizo kwa Gunners walioonekana kucheza kwa uoga katika mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu inayoelekea ukingoni. Barani Afrika, timu 8 zitakazomenyana katika nusu finali ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho zimefahamika mwishoni mwa juma. Mabingwa watetezi Pyramid ya Misri walitupwa nje ya ligi ya mabingwa na FAR Rabat ya Morocco kwa kichapo cha 2-1 nyumbani, kama ilivyokuwa kwa mabingwa wa kihistoria Al Ahly walionyolewa 3-2 nyumbani na Esperance ya Tunisia. Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na Berkane ya Morocco pia zimefuzu. Kwa upande wa shirikisho, timu 4 zilizofuzu ni Zamalek ya Misri, USM Alger ya Algeria, Olympique du Sahel ya Morocco na CR Belouizdad ya Algeria. Huko Hispania, Real Madrid walifanikiwa kurejesha pengo la alama 4 kati yao na vinara Barcelona baada ya kupata ushindi muhimu wa 3-2 dhidi ya mahasimu wao wa jiji la Madrid, Atletico Madrid. Japo walilazimika kukaza mkwiji dakika za mwisho wakicheza pungufu baada ya mshambuliaji Federico Valverde kulimwa kadi nyekundu dakika 77. Valverde alifunga goli moja na mawili alipachikwa na Vinicius Junior akiwafunga Atletico kwa mara ya kwanza. Huo ni ushindi wa kwanza kwa Real Madrid dhidi ya Atletico tangu Septemba 2022. Magoli ya Atletico alipachikwa na Ademola Lookman, raia wa Nigeria, na Noel Molina. Shukran Florian Kaijage.